Hujambo na karibu mtazamaji wa Tanganyika TV. Unatufuata moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa Mashariki katika jimbo la Kivu Kusini, hasa katika tarafa la Fizi ndipo tunapotangazia, lakini leo tumetimba ndani ya mji wa Uvira kwa ajili ya uvumi unaovuma kwamba wazalendo wapo tena katika shamba la vita kwa ajili ya kumpinga adui na kuweza kumfurusha katika maeneo yaliyoweza kudhibiti na adui mwingine si mwingine ni ambaye ni M23 inayoungwa mkono na Rwanda pamoja na AFC Kongo ambayo kinara wake ni Corneille Nangaa. Na kwa leo tumepata bahati ya kumuona mratibu wa wazalendo wote kwenye jimbo zote mbili, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Tutaweza kuzungumza moja mbili tatu kuhusiana na jambo hilo kwa kuweza kunafueka zaidi. Kwa pamoja tukupashe, usikose kusambaza kwenye mitandao yetu ya kijamii na kuweza kufuatilia. Ununue tu bando ni ndogo sana na unaweza kutufuatilia moja kwa moja. Jina langu Kimano kama Mapendezo, aliyo nyuma kamera vile vya biashara si mwingine ni Abu. Mimi nakufuata moja kwa moja na wewe unifuate moja kwa moja, kwa pamoja tupashane habari. Karibu Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Mtazamaji wa Tanganyika TV, safari inaanzia hapa. Kama nilivyokuahidi kwamba tutatembelea baadhi ya wakuu viongozi wa wazalendo, lakini tuanze naye mratibu ambaye unamuona kwenye skrini yako hapo akivalia nguo za kijeshi. Labda tuanze kwa kumsalimu na kuweza kujitambulisha. Jambo mzee. Jambo ndugu yangu. Watazamaji wanakutizama na wanapenda kujua unaitwa nani? Mimi ni Alexi Dunia Mwamba, kiongozi wa wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana. Safari yetu imeanzia hapa maana sisi tunaenda mpaka kwenye shamba la vita. Unatukaribisha mzee? Ninawahitaji karibu. Nyinyi ni Wakongomani, kwa nini kuwafukuza kwenye shamba la mapambano? Karibu, tunawakaribisha. Asante sana mtazamaji, endelea kutufuatilia hadi mwisho. Tanganyika TV kwa ajili yako, na tuna maswali kadha wa kadha ambayo tutaweza kumuuliza kiongozi mratibu wa wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vuguvugu zimeanza kama mzaa na leo zimetapakaa kabisa katika viwanja mbalimbali, na nyinyi kama vile kuonyesha kushindwa nguvu. Inaweza kuwa ukweli hivyo, maana uvumi ni kwamba mlikimbia shamba la vita na hamko tena. Na leo nashangaa kuwakuta hapa Uvira. Je, ni kwa Uvira ndipo mupo au mko kwenye shamba za vita? Sisi tupo kwenye shamba la mapambano ndugu yangu. Kufika Uvira ni kuya kuchugua chakula ya wanajeshi wenye kuwa kushamba la mapambano, na kuja kuangalia namna kupata dawa na kuchugua wengine ambao walisalia kuongezeka mahali tulipo. Ndio maana tunakutana mahali hapo, lakini tupo kwenye shamba la mapambano. Watazamaji wetu walikuwa na hofu mbalimbali, maana jicho la Tanganyika TV linatizama popote pale ulimwenguni, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kuna zugwa sana na mambo ya vita. Vipi, matumaini yapo kweli kwamba mnaweza mkaweza kujikita ndani ya vita pamoja na M23? Ndugu yangu, yule ambao nyinyi mnamuona ni mgumu, sisi kwetu ni mregevu, sababu M23 ni jina ya nyoka ambayo ilikuwa nzima imekwisha fariki. Tuna nguvu ya kumpiga na kumuondoa udongoni mwetu. Tunayo nguvu. Na kabla hajaanza vita na kuanza kwa kunyatia, nyinyi mlikuwa wapi na mlipata muamko kutoka wapi sasa kwa ajili ya kupambana na adui? Ndiyo, wakati M23 ilianza, government yetu walikuwa wanapambana na wao. Sisi tulikuwa tunawaangalia na kusema hapana. Hivi kuona ndugu yetu amepigwa, baba kama vile government amepigwa, sasa kwa nini sisi watoto tukose lamuka tusaidie baba yetu kwa kupigana naye ili kazi iende salama? Sababu tulikuwa tunachunga tufikie mpango wetu. Sisi ni wazalendo, sisi ni wa majimaji. Kuna mpango, chungu kisha chamuka tunafanya kazi. Asante sana. Takriban 80% inasema kwamba nyinyi hamjasapotiwa na serikali, na kama mnasapotiwa na kwa mdomo tu. Sasa vyakula mnatoa wapi na pesa za kuongoza vita mnatoa wapi? Ndugu yangu, sisi hatuna pesa. Sisi chakula ndio tunayo. Chakula tunayo, wakongomani wenyewe
wanatusapoti, watoto wa nchi ndio wanatusaidia na chakula, sio government, ila ni wakongomani, watoto wa nchi, wa raia ndio wenye kutusapoti. Asante sana mtazamaji wa Tanganyika TV, endelea kutufuatilia na kuweza kusambaza wengine, usikose taarifa zenye uhakika. Kwa pamoja tukupashe. Lakini hapo sio kwamba ni hapa ndo tutaishia, tunaendelea hadi kwenye shamba la vita. Ila ujumbe wako kwa ajili ya wanaotufuatilia, ujumbe wako wa mwisho kwa sasa ni upi? Mimi nitaambia wakongomani wote kwa jumla, ile fununu wanayo ya kusema kuna viongozi kadhaa wamekwisha toka kwenye shamba la mapambano ni uongo. Sisi wote tupo kwenye shamba la mapambano. Mimi kama vile kiongozi wa wazalendo ninawaambia kwa ukweli, wakongomani mkuwe na tumaini ya kusema viongozi wenye kuwa kushamba la mapambano wako. Vurugu ilizagazaga ya uongo ya kusema wamoja wametengua wametoka, hapana. Kuna hiyo tunaitwa mulugha ya kimombo strategie de guerre. Wewe fulani unabakia unaangalia njia fulani, na wewe unaelekea njia fulani, na wewe unaelekea njia fulani. Ukiona ile tunaita movement, ni kusema sisi wenyewe ndio tuligabula ya kusema wewe unaenda kwa njia, wewe unaenda kwa njia, na wewe unaenda kwa njia. Ile ni strategie yetu. Lakini tupo kwenye shamba la mapambano. Leo nimefika hapa Uvira. Kuna wengine ambao naona wanaelekea mkifua hapa, wanapanda vilimani. Kuna wengine ambayo tunawaelekeza kwenda kusaidia wenzetu wenye kuwa Fizi kwa kupanda kwenda Minembwe. Kuna wengine ambao tunawaelekeza kupanda moja kwa moja mpaka huko Nyangezi. Kuna wengine tunawaweka kufatana na Kamanyola. Unaona? Na wengine wanabakia wakifanya doria mjini humu kwa kulinda usalama wa raia na mali yake. Sababu unafahamu kama kuna watu ambao hatuwaamini, hatuwezi tukiwaachia mjini hivi bila kuacha watu wa kufanya doria na kufanya uchunguzi ili amani yaendelee kuwa. Wakongomani wawe na tumaini kusema wazalendo wako pale wanagomboa. Nitakupatia mfano wa Shike. Goma ndio kapitale ya wale waasi, lakini jana yote tulishinda, tuko tunapambana na wao mjini Goma. Pia Bukavu tuliwasumbua, tulipiga miti, tukapiga Chivanga, tunaendelea Kale kule kwenda, hakuna mapumziko mpaka sai mapambano yanaendelea. Na sai niko naongea na we, sai Goma mapambano inaendelea, Bilimani hapa mapambano inaendelea. Nadhani umefuatilia simu yangu, kukaa kimya ni sababu ya hii tuko tunazungumza hapa kuwapatia wakongomani habari na kazi ambayo inaendelea. Wazalendo wanafaa kazi sana. Tunaendelea na hatuwezi pumzika mpaka pale tutakapomalizana na adui kutoka udongoni mwetu. Ni katika kauli yake hiyo ndio tumemaliza makala kwa sasa. Mimi sina la ziada, niite Kimanuka Mapendezo, nyuma ya kamera ni kijana machashari sana ambaye ni kijana nguli anaitwa Abu. Asante, nashukuru. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.